Katika hatua inayoweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa mgogoro wa Mashariki ya Kati, kamandi ya kati ya jeshi la Marekani CENTCOM imetangaza rasmi kuanza kwa mzingiro kamili wa kijeshi wa baharini dhidi ya Iran, ukilenga bandari zote za nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo itaanza kutekelezwa rasmi kuanzia saa 4 asubuhi kwa saa za Marekani, huku maeneo yote muhimu ya baharini yakilengwa, ikiwemo njia nyeti ya kimataifa ya mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na bandari zote katika Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Hatua hii ina maana kuwa meli zote zinazoingia au kutoka bandari za Iran zitazuiliwa, hatua ambayo inaweza kuathiri vibaya uchumi wa nchi hiyo unaotegemea sana usafirishaji wa mafuta. Hata hivyo, Marekani imesema kuwa meli zinazopita kuelekea au kutoka bandari zisizo za Iran zitaruhusiwa kupita bila kuingiliwa. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaona hatua hii kama jaribio la kuishinikiza Iran kiuchumi na kijeshi bila kuingia moja kwa moja katika vita kamili. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump anaripotiwa kuzingatia uwezekano wa kuanzisha mashambulizi ya kijeshi yenye mipaka dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti za Wall Street Journal, uamuzi huu unafuatia kushindikana kwa mazungumzo yaliyofanyika mjini Islamabad kwa zaidi ya saa 20 bila kufikia makubaliano. Ingawa mashambulizi makubwa ya mabomu hayajafutwa kabisa, inaelezwa kuwa kwa sasa yanaonekana kuwa na uwezekano mdogo kuliko hatua za mzingiro na mashambulizi madogo madogo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameilaumu Marekani kwa kuvuruga mazungumzo ya amani, akisema kwa upande wa Marekani ulitumia mbinu za kubadilisha masharti kila mara na kuchukua msimamo mkali kupita kiasi. Kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, Araghchi alisema kuwa nia njema huzaa nia njema, lakini uadui huzaa uadui. Kauli hiyo inaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya pande hizo mbili, yani Iran na Marekani. Akizungumza muda mfupi kabla ya utekelezaji wa mzingiro huo, Trump alidai kuwa Iran ipo katika hali mbaya sana kiuchumi na kijeshi. Tunafahamu hali yao vizuri kuliko mtu yeyote baada ya mazungumzo ya muda mrefu, alisema Trump. Kauli hiyo inaonekana kuwa ishara ya Marekani kujiandaa kwa hatua kali zaidi iwapo Iran haitabadilisha msimamo wake. Trump pia alidai kuwa mataifa kadhaa yanaanza kujitokeza kusaidia operesheni hiyo ya mzingiro, ingawa baadhi ya washirika wa karibu kama Uingereza na Australia waliripotiwa kukataa kushiriki katika hatua hizo. Hatua ya kuzuia bandari zote za Iran ni moja ya hatua kali zaidi kuwahi kuchukuliwa dhidi ya taifa hilo, na inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani, kuvurugika kwa biashara ya kimataifa na kuongezeka kwa uwezekano wa vita kamili katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa sasa, dunia inaelekeza macho yake kwa Iran kuona itachukua hatua gani, ikiwa itajibu kijeshi au kurejea kwenye mazungumzo. Mzingiro huu wa baharini unaashiria hatua mpya hatari katika mgogoro wa Marekani na Iran. Wakati diplomasia ikionekana kushindwa, uwezekano wa makabiliano ya kijeshi unaongezeka na dunia inaweza kushuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika siku zijazo.